Ukweli ni kwamba mambo ambayo tunaendelea kuyaona, tunaona wazi kabisa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anastahili kuendelea kutuongoza ndani ya nchi yetu. Kwanza, jambo la pili, amelinda heshima ya wanawake. Mheshimiwa Naibu Spika, nyinyi nyote ni mashahidi. Sisi wanawake 19 tumeitwa majina mabaya mpaka tukaitwa COVID. Lakini rais siku aliposimama kwenye sherehe ya wanawake siku ya Machi 8, 2023, alikanusha, akasema wazi kwamba COVID ni ugonjwa. Lakini sisi tumeitwa majina haya. Lakini kwa kuonyesha uzalendo na kulinda heshima ya mwanamke, rais ameweza kulinda heshima yetu sisi wanawake. Tuna sababu ya kumpa pongezi. Lakini niseme wazi kabisa, mimi kuna wakati naona CCM waliwahi kwenda kutangaza kwamba jina liwe moja. Kama ni mziki, ulianzwa na wanawake wa upinzani siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2023. Wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walisimama wao wenyewe wakiwa na akili timamu na wakatoa tuzo ya uongozi bora kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hii ilikuwa inaudhihirishia umma kwamba rais sio wa mchezo, ana uwezo mkubwa wa kuongoza. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna wakati ni lazima tuseme ukweli bila kumung'unya maneno. Tusifike mahali tukajitoa ufahamu. Inapofikia masuala ya uchaguzi, tuongee ukweli. Maana Biblia inasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni lazima tuseme ukweli bila kuogopa jamii inasemaje. Mheshimiwa Naibu Spika, lazima tumtie moyo rais. Kazi anazozifanya zinaonwa na umma wa Watanzania. Amejitahidi kwa kadri awezavyo kuhakikisha anayagusa makundi mbalimbali. Amehakikisha kwa kadri awezavyo kuhakikisha anawagusa wanawake, vijana, walemavu, wazee na watu wa aina zote. Ni lazima tufike mahali tuuseme ukweli. Maana ukweli humfanya mtu kuwa huru.